Ni kusalimu popote pale ulipo mtazamaji. Karibu katika kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kinacholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi kuanzia saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa Channel 10. Mtazamaji, kabla sijamleta kwako mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu, acha nikupe ratiba za ibada. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Unaweza ukazungumza moja kwa moja na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kupitia namba 0754 36 78 26 0754 36 78 26, lakini pia 071826 7171. Unaweza kufuatilia ibada hizi moja kwa moja kupitia Maranatha TV online, lakini pia unaweza ukatembelea mitandao ya kijamii ya mtumishi wa Mungu. Basi kwa wakati huu, acha nimlete kwako mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Nikusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni neno la Mungu kutoka Isaya sura ya 45 mstari wa 22. Biblia inasema, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wa video hii fupi, mbele yetu kuna kazi kubwa ya kuhubiri Injili vijijini na mijini. Lengo kubwa ni kuwaleta watu kwa Yesu Kristo kutoka kwenye mafungamanisho ya kimizimu, kutoka kwenye mafungamanisho ya giza na uovu, ili waweze kupata nuru ya Injili. Mpango mkakati nilio nao ni kupata gari kubwa la Injili litakalofanya niweze kufika kwenye vijiji na kwenye miji, kwenye wilaya na kwenye vitongoji, kupeleka habari njema za ufalme wa Mungu. Wako watu wanahitaji kusikia na wanakiu. Ni nani nitakayemtuma? Isaya anaambiwa ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Mimi nimemwambia Baba, nitume mimi, nitume mimi. Unaweza ukaona mazingira ya kijiji yalivyo. Tunahitaji kufika kwenye maeneo hayo kufanya kazi ya Mungu. Kwa nikuombe rafiki yangu, wekeza kwenye utumishi huu. Tupate gari la Injili $113,000, lakini tukipata $150,000 itakuwa ni sahihi zaidi kwa ajili pia kusafirisha. Lakini tunahitaji kupata gari la Injili. Mungu azikumbuke sadaka zako. Mungu azitakabali dhabihu zako. Mungu akujalie haja ya moyo wako. Yote yanawezekana kwa kaaminie. Ubarikiwe na karibu. Andika shinda kushindwa kwa kumuomba Mungu akupe sauti juu ya umiliki wa ardhi unayotaka kumiliki kabla ya kumiliki. Mathayo sura 27 mstari wa 51 hadi ule wa 54. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka,
ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakasema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Tuende Yeremia 22 mstari wa 29 hadi ule wa 30. Nchi, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu, kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu atafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Andika, lengo la somo hili ni kurejeshewa sauti ya kimungu au mamlaka ya kimungu juu ya umiliki wa ardhi. Tumesoma Mathayo 27 mstari wa 51 hadi mstari wa 54. Katika mambo ambayo damu ya Yesu pale msalabani imeshughulikia, kitu kimoja wapo ni ardhi. Biblia inasema nchi ikatetemeka. Nchi maana yake ni ardhi yenye mipaka halali ya umiliki. Kwa pale msalabani damu ya Yesu ilipomwagika, kazi ya damu ya Yesu ya kwanza ni kuondoa laana juu ya wanadamu, laana juu ya ardhi, na laana juu ya vitu. Damu ya Yesu inaondoa laana. Kwa laana ya kwanza iliyoondolewa ni laana ya dhambi. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28 anasema, hii ni damu ya agano imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa dhambi inaondolewa kwenye maisha ya mwanadamu kwa njia ya kutumia damu ya Yesu. Huwezi ukanunua msamaha, huwezi ukapaka mafuta ama maji ili usamewe. Dhambi inatubiwa kwa kuita damu ya Yesu. Ndiye inaitwa damu ya ukombozi dhidi ya dhambi. Yohana 3:16 ni sadaka ya ukombozi. Kwa ukombozi wa mwanadamu na ukombozi wa mali zake na ukombozi wa ardhi yake umefungamanishwa katika damu ya Yesu. Kwa hakuna kitu kingine unachoweza kutumia katika agano jipya kikakuletea ukombozi. Hii ndiyo damu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu. Agano la kale walitumia wanyama, agano jipya tunatumia damu ya Yesu. Agano la kale walitumia damu za wanyama, damu za mbuzi, damu za mafahali, damu za kuku, damu za njiwa. Katika agano jipya tunatumia damu ya Yesu. Nchi ikatetemeka. Kwa nini nchi ilitetemeka? Baada ya damu ya Yesu kumwagika, kwa nini nchi ilitetemeka? Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14 hadi 19. Mimi nitasoma mstari wa 17. Mwanzo 3:17 hadi 19. Bwana akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukara matunda ya mti ambao nalikuagiza usiare, nikisema usiare, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, na michongoma na miiba itakuzalia, nao utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo litwaliwa, kwa maana wewe umavumbi,
nawe mavumbini utarudi. Biblia inasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako we mwanadamu. Kwa kutokana na dhambi mwanadamu, dhambi aliyoitenda ilisababisha akose sauti kwenye ardhi. Ukisoma Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2, Mungu alimpa mwanadamu sauti juu ya umiliki wa ardhi. Akamwambia utawale, utiishe vyote kwenye ardhi, na alimwambia uilime na uitunze ikuzalie matunda. Lakini Mwanzo sura ya 3, mwanadamu alipotenda dhambi akapoteza sauti ya umiliki juu ya ardhi. Adam na Hawa walipotenda dhambi, ndio mwanadamu huyo, Mwanzo sura ya 3, wakapoteza umiliki, nguvu ya kutiisha juu ya ardhi wakaipoteza. Kwa sababu walipoteza, kwa ardhi haikuwa upande wao tena. Ardhi ikabeba laana badala ya kubeba baraka. Kwa hiyo ardhi inaweza kubeba baraka na inaweza kubeba laana. Kwa laana ikawekwa kwenye ardhi, kwenye mazingira, kwamba huyu mwanadamu akilima apate michongoma, apate miiba, apate hasara, azalishe kufa, azalishe mapooza kwa sababu ya makosa yake. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 ule mstari wa 47 hadi 49, Biblia inasema mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulichukua sura yake yeye wa udongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye wa mbinguni. Biblia hapa inataka kukuonyesha mwanadamu kwamba wewe na mimi tuko mara mbili. Mwanadamu ana asili ya rohoni na mwanadamu ana asili ya udongo. Mwanadamu ana asili ya mbinguni na mwanadamu ana asili ya ardhi. Yeremia 22:30, Bwana anasema iambie ardhi iandike. Inaandika habari za mtu huyu aliyetoka kwenye huo udongo. Kwa hiyo ardhi inaweza kutunza kumbukumbu. Kwa ardhi ikatunza kumbukumbu. Kwa wakati damu ya Yesu inamwagika pale msalabani, ilikuwa inashughulikia kumbukumbu zote zilizoko kwenye ardhi. Kwa damu ilipokwisha kumwagika, kitu cha kwanza kutetemeka ni ardhi, nchi. Kwa wewe uliyeokoka, lazima uitumie damu ya Yesu kufuta kumbukumbu zote za kwenye ardhi ya kwenu. Unapoisemesha ardhi ya baba yako na mama yako, maana yake kufuta kumbukumbu. Kwa kila kabila lina ardhi, kila ukoo una ardhi, na kila familia ina ardhi. Kama hamna ardhi, si kwamba hamkuwa nayo. Inawezekana nyinyi ni zeni za kina Kaini, mtu asiyekuwa na kwao, mtoro. Kwa kila mtu hapa ana kwao. Hata kama baba yako na mama yako walijifanya wasera wakuzalia hapa alafu wakudampo, bado una kwenu. Kwa kabila lako linatambulisha kwenu. Kwenu ni kwenye kabila lako, hapa sio kwenu. Kwenu wapi? Kimara, sio kwenu. Kwa damu ya Yesu inaposhuka, inaenda kwenu, kwenye kabila lako. Ufunuo 5:9-10, wastahili mwana kondoo uliyechinjwa ukanunua watu wa kila kabila, watu wa kila kabila, watu wa kila ukoo, watu wa kila familia. Wako wapi? Huko kwa kwenye kabila lako kuna ardhi inayomilikiwa kihalali na miungu ya ukoo na miungu ya kabila na miungu ya familia. Kuna wewe ukitaka umiliki, tafuta uhalali. Narudia nasema hivi, kwenye kila kabila kuna ardhi. Kabila lako kwanza uelewe ni nchi. Kila kabila kabla ya uhuru tulikuwa na chifu. Chifu alikuwa na eneo lake na watu wake wa kabila lake. Kwa hiyo kwenu mlikuwa na chifu. Chifu ndiye rais wa eneo, chifu wa Matengo, chifu wa Wahaya, chifu wa ndio kwenu huko.
Kwa chifu A na chifu B na chifu 3 na chifu 4 wakaungana wakamweka chifu mmoja, ndiye akaitwa rais. Kwa mfumo wetu wa utawala ni wa kichifu. Kukubaliana kwamba nani awe kiongozi wetu, hakuna maana wale jamaa wapo wakiitwa wanakusanyika. Kwa misingi ya utawala wa nchi yetu ni uchifu. Kwa chifu A, chifu B, chifu 3, chifu 4 wa kila mkoa wakaungana wakamweka mmoja anaitwa chifu Kambarage Nyerere. Kwa zile ardhi za kila mkoa, zile ardhi za kila wilaya, zile ardhi za kila vijiji katika ulimwengu wa roho mpaka leo zinamilikiwa kiroho na wazee wa mila. Kuna maeneo huwezi kujenga mpaka waone wenyewe. Ardhi ikaandika kwamba mtu huyu atakayekaa kwenye ardhi hii hatakuwa na mtoto. Ardhi ikaandika mtu huyu atakayekaa kwenye ardhi hii hatafanikiwa siku zake zote za maisha. Na ikatokea amezaa, hata watoto wake hawatafanikiwa. Hayo maneno yaliandikwa kwenye ardhi. Kwa ardhi inasemaje? Kwa Yesu alipokuwa na mwaga damu msalabani, Biblia inasema nchi ikatetemeka. Kwa nini? Kuna vitu vilikuwa kwenye ardhi kiroho vinashughulikiwa na damu ipitayo damu zote, ikabidi wa shake before use. Kama ardhi imefungwa kwa ajili yako, usiwe na watoto, usiwe na mafanikio, usiwe na utawala, usiwe na chochote, unafanyaje? Adamu aliambiwa ardhi imefungwa kwa ajili yako. Kwa ajili yako wewe imefungwa. Inaweza kafunguliwa kwa mwingine, kafungwa kwa ajili yako. Kuwa wewe Mungu akutumie wewe. Ukipoteza sauti ya kimungu juu ya ardhi, ardhi itakumiliki baadaye kuimiliki. Anasema nchi lisikie neno la Bwana. Hiyo ni sauti ya neno. Kwa lile tamko unalotamka kwa neno la Bwana juu ya ardhi lina majibu. Kwa ukipoteza sauti kwenye ardhi, haitakuwa upande wako, itakuwa kinyume na wewe. Kitabu cha Ezekieli 16 mstari wa 1 hadi wa 9. Neno la Bwana likalijia kusema, mwanadamu kaujulishe, kautaarifu. Kwa hapa anatumia neno kaujulishe. It is just information. Hajasema kauambie, hapa ni kaujulishe. Maana yake wanaojulishwa kuna kitu walikuwa wanajiuliza. Kwa wana wa Israeli wakati wako Yerusalemu walikuwa wanajiuliza, kwa nini haya yanatupata? Bwana anamtuma nabii aende akawajulishe. Nenda kamjulishe, sio kamwambie, kamjulishe. Maana yake unampa ufahamu wa kujua. Kamjulishe Yerusalemu. Yerusalemu ni jina la mji. Yerusalemu ni jina la eneo kama ilivyo Dar es Salaam. Yerusalemu ni jina la ardhi. Kwa eneo hili la Yerusalemu lilikuwa na ardhi inaitwa ardhi ya Yerusalemu. Dar es Salaam ni eneo, ni jina, lakini ni jina la ardhi ya Dar es Salaam. Ukienda Morogoro ni jina, lakini kuna ardhi ya Morogoro. Ukienda Tanga kuna jina, lakini kuna ardhi ya Tanga. Ukienda Moshi kuna jina, kuna ardhi ya Moshi, kuna ardhi ya Arusha, kuna ardhi ya Kagera, lakini kwanza ni majina. Kwa kila ardhi ina jina. Kaujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme Bwana Mungu hauambia Yerusalemu hivi, asili yako ya kuzaliwa kwako inatoka katika nchi, katika ardhi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muiti. Kwa hawa wa Yerusalemu wanaoambiwa ni Wayahudi wanakaa pale. Kwa Bwana anaiambia Yerusalemu kwamba wewe Yerusalemu asili yako ni Mkanani. Kabla haujawa Yerusalemu ulikuwa unaitwa Kanani. Hapa panaitwa kwa Katunzi. Kabla ya hapo pana jina. Ndiyo maana mtoto akizaliwa kwanza anapewa jina la nyumbani. Zamani ndio hivyo, kwa sijajua siku hizi mnafanyaje. Kwa hawa wakati wanatoka Misri wanaelekea Kanani. Lakini Kanani ikageuka ikaitwa nchi ya ahadi ijahayo maziwa na asali. Kwa asali ya wana wa Israeli na maziwa ilifichwa kwenye jina la Wakanani. Maziwa na asali yalikuwa imefichwa kwenye ardhi ya Wakanani.
Kwa ili wapate maziwa na asali, ilikuwa inabidi wamuondoe Kanani kiroho. Maziwa na asali yako kwenye nchi ya ahadi, promised land. Kwa Bwana anamwambia mnapokwenda kumiliki, ili mpate maziwa na asali, kabla ya kwanza kulima, kabla ya kwanza kufuga, bomoeni madhabahu za Wakanani, Wahiti, Wahamori, Wahivi, Wagirigashi, Wayebusi, ndipo mtapata maziwa na asali. Kwa ili maziwa na asali vipatikane, lazima kwanza wabomoe madhabahu ya Mkanani. Ili wewe ufanikiwe kwenye mkoa unaoishi, kwenye wilaya unaoishi, kwenye mtaa unaoishi, lazima ubomoe madhabahu ya wenyeji. Unaweza ukakaribishwa ili unachomiliki kiwe cha wale waliokukaribisha. Karibu, tuna hela. Karibu, tuna mtaji. Karibu, tuna karama. Sio kila anayekwambia anakupenda. Kuna watu wanaona ulichobeba, kwa hili wakubane, wanakukaribisha. Mwanzo 34 mstari wa 6. Akatoka Amori babaye Shekemu, wakamwendea Yakobo aseme naye. Wakasema mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mtwae binti zetu, nanyi mtakaa nasi, na nchi ardhi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni kwenye ardhi hii na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Kwa hao watu wanawakaribisha wana wa Israeli kwa masharti ya kuoana. Kwa hapa kuna kisa cha binti Yakobo anaitwa Dina, alibakwa. Huyo kijana aliyembaka akaenda akamwambia baba yake, yule binti nampenda, naomba uende ongee na mzee Yakobo. Kwa hapa unaona baba mshenga, baba anayetaka mwanae aoe, anasema jamani, tupeni wake tuwape na nyinyi wake. Maana yake tufanye muunganiko kwa kutumia ndoa. Ukisoma hii sura, wakakubali kulipa na mahali na kutoa zawadi. Lakini huyu mzee Hamori anasema mbele yetu kuna ardhi, kaeni kwenye ardhi yetu mfanye biashara bwana, mfuge, mjenge, mpate mali. Mstari wa 20, angalia anachoenda kuambia na wachawi wenzake. Hamori na Shekemu mwanae wakaja langoni pa mji, wakasema na watu wa mji wao, wakanena nini? Lakini kwa sharti moja, watapatana nasi wakae wote kwetu, tuwe watu wa moja, kama mkitahiriwa kama wao walivyotahiriwa. Mimi nataka mstari wa 23. Je, kondoo zao na mali zao na wanyama wote hawatakuwa mali zetu? Kwa hiyo anasema basi tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Kwa hawa wanawakaribisha kwa njia ya kuoa. Wanawapa kipande cha ardhi, mkwe. Unakatiwa shamba pale ujenge ukweni. Unafikiri umependwa, kumbe ndo unakaribishwa vizuri. Unajua kuona watu wamejenga ukweni nyumba zao? Jenga ukweni kama nyumba ya zawadi, lakini sio kwako. Mwenye ardhi ndio mwenye nyumba. Na hata wakikuuzia mfumo, ni mfumo wa umiliki. Usifikiri umependwa, yani wakupe binti, wakupe na ardhi kweli. Kwa wakasema kondoo wao, ng'ombe wao, mifugo yao itakuwa yetu. Yakobo na wanaye hawana habari, wanafurahia kupata wakwe. Kumbe mkwe kaja na password, lakini ili ampate anampa ardhi. Ardhi inaweza kumiliki mtu kutokana na asili ya kuzaliwa ama asili ya kuoa ama kuolewa. Ardhi inamiliki mtu kutokana na asili ya kuzaliwa. Ulizaliwa wapi? Ardhi ina uhalali. Ulioa wapi na uliolewa wapi? Kule ulikoolewa wana uhalali. Ndio maana walilipa mkaja wa bibi, mkaja wa babu, mkaja wa shangazi, mkaja wa mjomba. Walikununua na ulivyo navyo. Ulikoolewa wana uhalali, ulikooa wana uhalali, ulikozaliwa wana uhalali. Sasa ili waondolee uhalali, jua cha kufanya. Mchana wanasema leta mahali, usiku wanasema mali zake ziwe zetu.
Kwa hii haya maneno ya Mwanzo 34:23 yalisemwa kwenye ardhi. Wakikubali tu mali zao, biashara zao, ng'ombe zao, kondoo zao ziwe zetu. Unaweza ukaenda kuoa ama ukaenda kuolewa, ukashangaa ulikoenda kuoa wanainuka upande wa kwenu, mnashuka kiuchumi. Time to time, timing. Watu wanakwenda na mahesabu. Wewe umemuona dada mguu wa chupa, nenda na mguu wa chupa, lakini kuna mguu zaidi ya mguu. Kwa kabla hujaweka mguu, jua unaweka mguu wa nani? Kwa hawa walikuwa tayari kulipa mahali yoyote, mahali yoyote. Lakini maneno wanayoongea na wazee, kama hauko rohoni umeliwa. Waliwaambia Yakobo, tuambie mahali kwa ajili ya Dina, tuambie na zawadi tutatoa. Maana yake walikuwa matajiri, lakini sharti tuwape ardhi. Ukipewa ardhi ya Waiti, maana yako na Waiti ndio wenye sauti juu yako. Kwa matatizo mengi hasa jamii ya Kristo tumeyapata kwa sababu hatukufundishwa. Kwa inawezekana pia ukawa unanishangaa, lakini mimi nitakupa maandiko. Anawaambia nchi iko kwetu, lakini biashara zenu, watoto wenu, mali zenu, zetu. Maana yake miaka yote mtakapokaa kwenye ardhi hii, mali haitakuwa yenu, itakuwa ya kwetu. Mchungaji, ninafanyaje? Waebrania 12:24. Mkakati wa kwanza kabla ya kumiliki ardhi, iwe ni ya kurithi, iwe ni ya kupewa, iwe ni ya kununua, kwanza nyunyizia damu ya Yesu ili ikupe sauti ya kiagano kwenye hiyo ardhi. Waebrania 12:24 anasema damu ya Yesu ya kunyunyiza. Kwa hapa unaona damu ya kunyunyizwa. Hebu tuende Waebrania 12:24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Habili. Biblia inasema damu ya Yesu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ya Habili. Damu ya Habili iko kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Ni damu ya Habili ni damu inayodai kisasi. Anasema damu ya ndugu yako inanililia toka kwenye ardhi, inadai kisasi. Damu ya Yesu pale msalabani haidai kisasi, inaondoa kisasi. Anaposema damu ya Yesu inanena mema kuliko, kwa maana yake kuna mlinganisho kati ya damu ya Yesu na damu ya Habili kimatokeo. Kwa damu ya Habili inadai kisasi, ameniua auawe. Damu ya Yesu Kristo inanena mema. Mahali ambako mtu alitakiwa kuuawa, yeye anauawa kwa niaba yake ili huyo mtu asamehewe na asife. Kwa hapa anasema damu ya Yesu ya kunyunyiza. Kwa nini kunyunyiza? Damu ya Yesu ina matumizi kimatumizi. Matumizi ya kwanza, unapoitumia damu ya Yesu kwa kumwaga, kazi yake ni kwa ajili ya ondoleo. Mathayo 26 mstari wa 26 hadi 28 anasema hii ni damu imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu ya kunyunyiza, Waebrania 12:24, kazi yake ni kusema ni damu inayoongea, inanena, speak. Kwa mahali pale pa kusemesha haumwagi damu, unanyunyizia. Kwa kama unaisemesha ardhi, unaisemesha kwa damu ya kunyunyizia. Wangapi wanafahamu maji? Maji ukiweka majani yanaitwa chai, lakini maji ukiweka unga, uji. Kwa maji yanatofautiana na matumizi. Unapoyatumia maji yanaweza kuwa kuna huyo haya ya kuoga, lakini maji, kuna damu ya Yesu ni ile ile, lakini tofauti ya matokeo ni matumizi. Ukitaka maji yalete uji, weka unga. Ukitaka maji yalete chai, weka majani.
Ukitaka maji yaletwe juisi, weka vinavyowekwa humo, ni maji yale yale, tofauti ya matokeo, matumizi. Sasa bahati mbaya wengi tunachukua damu ya Yesu ya kumwaga, unaitumia kwenye kunena. Ya kumwaga uongei, inaongea yenyewe. Lakini hii ya kusema, unatumia damu, unaongea. Damu ya Yesu, matumizi ya 3, Kutoka 12:13. Nitakapoiona damu, anasema na ile damu itakuwa ishara. Kazi yake ni utambulisho, ishara, alama ya kukua identify, tofauti na mwingine. Kwa damu inaweza kutumika kama ishara. Kwa wale waliookoka wamewekewa damu ya Yesu, inakuwa ni ishara, inawatambulisha. Sasa ishara, ukienda pale juu kuna kiubao. Pale barabarani kuna ubao unasema mtaa wa Katunzi. Sasa wewe ukitoka kwako kule ukaja na sadaka, ukaenda pale ukatoa na sadaka pale, ukakaa ukaimba na pambio, hujafika kwa Katunzi lakini ni kwa Katunzi. Sasa wewe kwa kutokuelewa, ukifika pale unatulia pale, basha, unaanza kuomba, umefika kwa Katunzi. Kumbe ni ishara ya kuonyesha unakoelekea. Kuna damu ya Yesu inapokuwa kama ishara, kazi yake Kutoka 8:21 hadi 23. Ni damu inayotumika kukutenga, inakuseparate wewe na wale. Kwa nyumba za Israeli zilikuwa separated, zilitengwa na nyumba za Wamisri kwa alama ya damu iliyowekwa mlangoni. Kwa malaika hakufuata mapaa, malaika hakufuata mitaa, alifuata mahali ambako damu ipo. Kwa hii damu kama alama itafanya wachawi wasikuone, lakini haiondoi uchawi. Wao wana alama na wewe una alama. Kwa utofauti wao na wao ni alama. Wewe alama yako ni alama ya rohoni ambayo unaipata kwa damu ya Yesu kama alama. Hata kuna watu wameokoka wameishia kwenye alama. Hawaitumii damu ya Yesu kuondoa, hawaitumii damu ya Yesu kunyunyiza, hawaimwagi wala wanyunyizii. Matokeo yake 0. Unaweza ukawa na kiu, ukakaa kwenye mto au kwenye bomba, haina maana kwamba bila kunywa kiu inaondoka. Unaweza ukaa kwenye ibada hapa, haina maana umeabudu. Ukitaka uabudu, jishikilishe na kuabudu. Kwa kukaa kwenye ardhi hakuna maana kwamba unamiliki ardhi. Unaweza kama mpangaji tu, umekaa kwenye ardhi, umepakiwa pale kama kiroba, lakini unakaa na ni ya kwako, unasema ni ya kwako, ulinunua kwa mzee fulani. Kumbe mzee fulani ndiye anayekumiliki. Kwa ukisema mimi nakaa Keko Machungwa, haina maana wewe chungwa. Unaweza kuwa ndimu, lakini uko Keko Machungwa. Kwa hili uwe chungwa, lazima utafute sababu ya Keko kuwa chungwa. Majina mawili, Keko chungwa, Keko magurumbasi. Magurumbasi, what is magurumbasi? Unatafuta sababu ya magurumbasi, ya machungwa, na nyingine inaitwa mwanga. I don't know kama ni mwanga huu au mwanga huu. Kwa sababu ya jina na matokeo ya hilo jina ipo kwenye ardhi. Kaiambia Yerusalemu, yanayowatesa yapo kwenye ardhi ya Wakanani. Mlipozaliwa vitovu vyenu havikukatwa, hamkutenganishwa na hao. Kwa hasiri ya Yerusalemu, Ezekieli 16:1-9, ilikuwa kwenye ardhi ya Wakanani. Wanakaa Wayahudi, tabia za Wakanani. Wanakaa Wayahudi, tabia za Waamori. Wanakaa Wayahudi, tabia za Waivi, za Waiti, za Wagirigashi. Kwa nini? Hawakujitenga nao. Niliwahi kumwombea mtoto mmoja hapa Dar es Salaam, anakaa mtaa si mbali na hapa. Ikatokea dogo hawakumwahi mapema, akafaulu darasa la 7 kwenda shule moja huko maeneo ya Ndanda. Wale wazee wanasema anasoma kama nani, wakwetu wavute bangi yeye asome. Kabla hajaenda wakamtaimu. Dogo anapita barabarani akakuta haya magorori ya watoto kuchezea yale, linang'aa, kumbe jini kokota. Akaanza kupiga gorori, akawa gorori. Mtoto akawa mvuta bangi, shule wakamfukuza. Kuna mama mwingine jirani pale pale
akampa kitumbua. Mtoto akawa kitumbua. Siku ile mama yake, tena Muislamu, sijui alishauriwa na nani, nipo kanisani namuona mama kapiga ushungi baibui ya maana, mbakiza vimacho tu. Nafikiri kwa sababu alikuwa anakuja kanisani hakutaka wamuone. Ile mama anaingia. Na mimi nikaona hapa nisianze kuhubiri si Yesu nani. Mama una shida gani? Akanieleza habari za mtoto wake. Mimi nikamgeukia kijana, alikuja naye, walikuja binti, mama na kijana. Wewe kwa nafuta bangi. Alikuwa anaitwa Omari kwa nafuta bangi. Ambia mimi sivuti, namshangaa maza. Sivuti, mimi namshangaa maza, kwanza amenileta huku. Mimi Muislamu bwana. Kodogo ndani kashajaa upepo ofisini. Uruka hawezi, kaambia tulia na mimi Mkristo. Kwani Uislamu kitu gani? Wewe Muislamu, mimi Mkristo, tulia tuongee. Tunaongelea bangi, atuongelee dini. Kwani unavuta dini baadaye? Kwa baada ya pale kusema kuna muomba Mungu nisaidie, hapa naomba maombi gani? Nikisema turudie, dogo hawezi kurudia. Lakini Biblia inasema Yesu alipoona imani ya wale walioleta mgonjwa, akamwambia mgonjwa uwe mzima. Alipoona imani ya walioleta mgonjwa, akasema awe mzima. Nikamwambia mama una imani? Akasema nayo. Nikabashika tumbo. Mama akashika tumbo. Mimi nikamuita Yesu Kristo. Kaambia Mungu, huyu mtoto huyu mvuta bangi leo alikaa humo miezi 9. Hakutoka na bangi, hakutoka na ugoro, hakutoka na fegi. Haya yote yamemkuta alipozaliwa. Wewe ni baba uliyemwambia Mariam, uzao wa tumbo lako utakuwa ni uzao uliobarikiwa. Leo naondoa laana iliyofunga tumbo la mwanamke huyu. Yule dogo alikuwa amekaa pale. Akaanguka. Kwa mimi naendelea na mama, na mimi nikahamia kwenye kitengo. Nikamfuata. Mama ameshikilia tumbo. Maana naomba ni mimi peke yangu. Yeye Muislamu, mama mimi Mkristo. Dogo anayeombewa Muislamu, unaombaje? Kwa maombi ni ya kwangu tu. Kaambia mama endelea kushika tumbo. Wewe nani? Mimi babu fulani. Nikamwambia babu naomba tuongee. Babu akaitika yule mzee. Una uwezo kumtisha shetani? Akasema kwa nini namfuatilia huyu mtoto huyu mama? Anasoma kama nani? Sisi mtaa mzima hakuna anayesoma. Watu wetu wanavuta bangi. Huyu anakwenda sekondari. Sisi tulifanya 1 2 3. Ambia mzee bangi nzuri. Subiri. Nikaamuru ile bangi iliyoko, roho ya bangi iliyoko ndani ya mtoto. Mzee yule la. Nikamwambia kuanzia leo kwa mamlaka iliyopewa toka mbinguni na kwa damu ya Yesu Kristo iondoayo mabangi, hilo bangi ukalivute. Akambia salie mtume. Nikamwambia sisali leo. Akamwambia mimi ni mzee wa umri, nitaanzaje kuvuta bangi na umri huu? Nikamwambia na huyu alikuwa mtoto, kwa nini umemvutisha bangi? Kwa nikaomba ile bangi likaondoka. Yule mtoto ndiye anashtuka. Anaangalia juu kanisani. Mchungaji shikamoo. Anajiangalia mama shikamoo. Kumbe yani wanabeba dude. Shida wamelipigia kwenye ardhi. Kwa ardhi mnazokaa, ardhi mnazozalia watoto, ardhi mnazoishi, msipozisemesha zitasema zenyewe. Kwa ni lazima Mkristo ujue wajibu wako. Mamlaka tulio nayo tukiitumia wana wa Mungu, hii ardhi itatembea kwa visigino. Shida uvivu. Kwa mitaa ina wenyewe, vijiji vina wenyewe, miji ina wenyewe. Uruhusiwi kwenda kwa kila mtu. Yesu anasema mji wowote, kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni mtu mwaminifu kwanza ndio muingie kwake. Kwa hatuanze kujenga, hatuanze kukaa, tunaanza kutafuta mtu mwaminifu tukae kwake. Mathayo sura ya 10. Maana yake tengeneza uaminifu wa Mungu. Ule mstari wa 11 Mathayo 10. Na mji wowote au kijiji chochote, unakwenda kununua ardhi kwenye kijiji, unakwenda kununua ardhi mjini, Bwana anakupa masharti. Na mji wowote na kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapoondoka. Mimi hoja yangu, tafuteni humo.
kinachokufanya wewe unanunua bila kujiuliza nani kakutuma? Bwana anasema mbele yako kuna vijiji na miji. Usianze kununua ardhi, tafuta. Unanunua ardhi kwa nani? Ni ya watu gani? Una nguvu ya kuwashinda? Lakini wewe ukiwa na hela, utauziwa mpaka makaburi. Unazika hela, wanakuja kukumaliza. Watu wengi wamepigwa kwenye maeneo kwa sababu walipoenda hawakutafuta. Umeenda eneo fulani, wilaya fulani, kijiji fulani, mtaa fulani, tafuta kwanza. Mathayo 10:17 anasema jihadharini na wanadamu. Hawa wanaokuuzia ardhi, jihadhari nao. Wanaweza kukuuzia ardhi kwa lengo la kuchuuza, wakukure ukiwa hai, wale maisha yako, wale future. Ulikuwa na huko kiroho, wanazima mpaka na maombi. Ulikuwa ni mtu umo moto tangu uhamie nyumba ile, umekuwa baridi kama uko kwenye friji fulani. Kija kanisani hapa mguu na unaweza kuomba, ukiingia kwako maombi yanazimika. Shida sio kanisani, shida ardhi ulikojenga haitaki maombi. Kifika pale ukubali kuwa mpagani. Kuna vifungo vingine vipo kwenye ardhi, usipoviondoa utaendelea kufungwa. Kwa ardhi inasikia, ardhi inasikia, ukiisemesha inasikia, itaachia utakapoiambia iachie. Isaya 22:22. Kwa ardhi inaweza kutumika kumuibia mtu maisha, wanaiba kesho yako. Isaya 42 mstari wa 22-23 anasema watu hawa ni watu walioibiwa. Waliibiwa lini? Wakati wananunua ardhi. Waliibiwa lini? Wakati wanajenga. Waliibiwa lini? Wakati wanapewa ardhi ya urithi wakaibiwa. Hawana kesho. Lakini Mungu anasema tutakapoamua kuambia kurudisha, watarudisha. Anasema watu hawa ni watu walioibiwa, watu hawa ni watu waliofichwa. Hapana asema aokoaye wala asema irudisha. Kwa hapa ninakufundisha urudishe. Ile sauti uliyopoteza irudi. Ile mamlaka uliyopoteza irudi. Uliipotezea wapi? Edeni kwa Adamu. Kwa Mungu akiurejeshia sauti, lazima uelewe hilo. Mkakati wa pili, ukipata ardhi, kabla hujafanya chochote kwenye hiyo ardhi, ardhi yako kiipata, kabla hujaanza kumiliki, hujafanya chochote, itakatifuze kwa kuitolea zaka. Umepewa ardhi, unanunua ardhi, unataka kumiliki ardhi, jifunze kumiliki na Mungu. Weka utaratibu wake wa kuitolea ardhi yako zaka. Mambo ya Walawi 27 mstari wa 30 anasema na zaka ya nchi, zaka ya ardhi itakatifu kwa Bwana. Unapotoa zaka, maana yake Mungu anakupa mfumo na sauti ya kumiliki. Paulo anasema, je, mmemiliki pasipo Mungu? Kwa ukitaka umiliki, miliki na Bwana. Ukitoa zaka, Malaki 3:10-11 anasema nitakemea alaye. Anakula nini? Anakula kwenye ardhi. Biashara ipo kwenye ardhi, mashamba yapo kwenye ardhi, kile unachokifanya unakifanya kwenye ardhi. Unapoitolea ardhi yako zaka, maana yake unachokwenda kufanya juu yake kitakuwa productive. Kwa si kila anayefanya biashara kwenye ardhi fulani, si kila anayelima kwenye ardhi fulani anapata faida. Yoeli 1:17 Bwana anasema mbegu zimefia kwenye udongo, kwenye ardhi. Matokeo yake hakuna mazao, matokeo yake hakuna faida. Mbegu maana yake mtaji. Mtaji wako naenda kuwekeza wapi? Kwenye ardhi ya. Kumbuka tulikotoka, kila mkoa ni ardhi, kila wilaya ni ardhi. Kwa unapoenda unaenda kwenye ardhi ya watu wa. Ndio maana ukifika maeneo mengine wanakuambia umeaga, wakati unashangaa wanakuambia umewaona wazee. Kama haujaaga kuna wazee ukalipoti. Sasa wewe na yeye mjanja, una mzee wa nyumbani, una mzee wa huko ulikokwenda, na wala una mzee wa siku. Ndio kisa cha watu kuanza kubeba maji, chumvi, vitambaa vya kumimina, kwa sababu wamekwenda wakapata hasara. Lakini hasara imetokana na uvivu wao ama kanisa kutokufundishwa. Sababu inayosababisha maisha ulionayo ni nini? Ulivyo ni matokeo ya ardhi unayokaa. Ukikaa kwenye ardhi sio zaa,
itakuzalia kufa na itakuzalia mapooza. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 19 hadi 22. Watu wa mjini wakaenda wakamwambia Elisha, hapa hapo ni pazuri, lakini maji yake yafai, ardhi yake haifai, kila tunacholima kinatoka kimekufa. Wafalme wa pili sura ya 2 19 hadi 22. Kilichokuwa kimekufa sio biashara inayofanyika, ardhi ndio imekufa. Kwa ardhi ya eneo inabeba kile ilichobebeshwa. Unapofanyia biashara, ukitaka pazae semesha, peleka damu sema, patolee zaka sema. Kwa baraka za mwanadamu zipo kwenye ardhi yake ambayo Mungu amempa miliki. Bwana akamwambia Adamu, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Tukisema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, haina maana imelaaniwa kwa ajili ya mtu mwingine. Ardhi kama imelaaniwa kwa ajili yako, ni wewe. Mtu mwingine pale anaweza akafuga, pale anaweza akalima, pale anaweza akafanikiwa, lakini ukikanyaga wewe, waliwa. Ndio maana maisha ya mkumbo achana nayo. Mwingine anaweza kufanikiwa, inafatana amekubaliana na nini na wale wamiliki ardhi. Mbona wengine wamejenga? Ni wao. Mbona wengine wanafanikiwa? Ni wao. Mbona wengine wanaendelea? Ni wao. Kwa usiende na maisha ya wao, nenda na maisha yako na Mungu wako. Nafundisha mtu asiye na ilizi, asiye na mganga. Hii ndiyo mbinu bora ya kutumia. Kwa ukiwaiga wa Kristo wale wapacha pachapu, waumia. Wale wanasali wana visaidizi, wale wanasali wana viekaru, wale wanasali wana ndumba. Lakini ukimkuta Mkristo safi kabisa, muige ufe. Kwa hiyo lazima wewe uliyeokoka, unayemtegemea Mungu katika roho na kweli masaa yote, be careful my friend. Yoeli 1:10, Bwana anasema shamba limeharibika. Shamba limeharibika, ardhi imeharibika. Kwa kama ardhi imeharibika, kitakachowekwa juu yake hakitazaa. Kompendwa rafiki yangu, mtu wa Mungu, usikae kimya. Tumia damu inayonena. Wekeza zaka yako kwa sababu yenye sababu. Mkakati wa 3, shinda kushindwa kwa kufuta alama. Kwa kufuta alama zilizowekwa mwilini mwako zikakufungamanisha na ardhi. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 15 na ule mstari wa 11 hadi wa 14. Kwa tunaanza wa 15 alafu tunarudi 11 mpaka 14. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Mstari wa 11. Basi sasa umelaaniwa. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ikapokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi, haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Mwanzo 4:15. Bwana akamwekea Kaini alama. Alama kwenye mwili maana yake ni utambulisho. Kwa ile alama ilimtambulisha Kaini kuwa amelaaniwa. Kila alipokwenda alionekana kwenye mifumo ya kiroho amelaaniwa. Kila nchi aliyoingia alionekana amelaaniwa kwa sababu ana alama. Alama maana ya pili
ni ishara ya umiliki. Unawekewa alama kumilikiwa. Kwa mtu yeyote aliyewekewa alama, aliyepigwa chale mwilini mwake, maana yake anamilikiwa na aliyempiga chale. Ndio maana Mungu alisema msiweke alama wala msichanje chale kwenye miili yenu. Wachanja chale wote madhabahu zao ziko ardhini. Kwa Kaini akawekewa alama. Bwana akamwambia, mstari wa 11 Mwanzo 4, basi sasa, maana yake tangu leo umelaaniwa. Bwana akamwambia, umelaaniwa katika ardhi. Kwa ardhi inaweza kubeba baraka, ardhi inaweza kubeba laana. Umelaaniwa katika ardhi. Kwa baraka za mtu, mafanikio ya mtu hayatenganishwi na ardhi yake. Nitakubariki mjini, nitakubariki mjini, nitakubariki vijijini, nitakubariki mashambani. Unakokwenda ni kwenye ardhi. Chochote kinachofanyika kwenye ardhi, ili kiwe na matokeo chanya, it can depend na sauti iliyoko kwenye hiyo ardhi. Kaini akuzuiwa kulima. Wewe hujazuiwa kufanya biashara, wala hujazuiwa kujenga, wala hujazuiwa kufuga, lakini anasema utakapolima, ardhi haitakuwa upande wako, kwa hiyo haitatoa mazao yake. Ardhi ina mazao kabla hujapanda mazao yako. Ardhi haitegemei wewe umepanda nini. Ardhi ina mazao ndani. Kasome Mwanzo sura ya 1 mstari wa 24. Mwanzo 1. Bwana akasema, nchi, maana yake ardhi, na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Kiumbe hai kimezaliwa na ardhi. Bwana hakuweka viumbe hai. Viumbe hai vimetoka ndani ya ardhi. Bwana Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Waebrania 11:3. Biblia inasema kwa imani twafahamu vitu vyote vilivyoumbwa, unavyoviona na visivyoonekana, vimetokana kwenye neno la Mungu. Kwa ardhi kabla hujapanda chochote ina mazao ndani. Ina uwezo wa kuzaa, ina uwezo wa kutokuzaa. Unaweza ukalima kwa ufundi wote, ukafuga kwa ufundi wote, lakini usipate faida. Kama dawa ya kideri umeweka, lakini kuku anakufa. Kwa issue sio kideri, issue sio mazao na dawa na fumigation, issue ni ardhi. Kwa Bwana akamwambia Kaini, utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Bwana hakumwambia usilime. Alime tu, kafuge tu, kafanye biashara tu, kajenge tu, fanya unachotaka, kafanye tu. Lakini Bwana anamwambia utakapolima bila. Kwa hiyo sio kila mlima ardhi anapata faida kwenye ardhi. Sio kila mfanyabiashara kwenye ardhi atapata faida kwenye ardhi. Kama eneo lilopo hawafanyagi biashara, weka biashara, itaishia biashara. Kuna eneo naenda kujenga, nilikuwa namwambia siku moja mwanamke hapa mmoja, kanunua ardhi kwa hela yake. Kamaliza nyumba kaingia, wakamtandika. Chupu wamchukue, akimbilia hapa. Naweka mkono, unasema, yani mwanamke ajenge nyumba. Sisi wanaume hatuna nyumba. Huyu anajenga nyumba, tutapita wapi? Haiwezekani bwana. Kumbe eneo lile wanawake huwa wajengi. Wanaojenga ni wanaume. Sasa unajenga kama mwanamke, unaona kama vile wanakuelewa, kumbe wamejaa upepo. Umekalia wanaume, umejenga nyumba wewe mwanamke, wanakushughulikia. Una maombi unaenda. Nenda ukalime, haitakuzalia. Kwa hiyo hili ardhi izae, lazima tuambie damu ya Yesu ije kwenye ardhi unayotaka kulima, ije kwenye ardhi unayotaka kufugia, ije kwenye ardhi unayotaka kufanyia biashara. Unasemesha. Sasa ili wakufunge, wanakufungamanisha na chale. Damu ile inayotoka kwenye mwili wanaweka kwenye ardhi. Mpiga chale anachukua udongo, anachukua damu, wembe uliochanjiwa ule, anapeka kwenye madhabahu ile kwenye ardhi, unafungwa. Unapoota umepigwa chale, shughulika. Usifurahie chale za usiku. Unawekewa alama ya umiliki.
ili upoteze kumiliki. Kwa ibada ya leo nilitaka nifundishe kwenye vipengele fulani, lakini Mungu akanipeleka kwingine. Bwana alichonifundisha akasema alama ya Kaini inahusiana na ardhi ya Kaini. Kawekewa alama, matokeo anayapata kwenye ardhi. Analima apati, anafuga apati, anafanya biashara apati, lakini ana alama ya kutokupata. Kwa wafundishe watu chale walizokuwa wanapigwa zile, lengo lake wa wamiliki wawafunge kwenye zile ardhi. Maana yake wasipokwenda kwao hawafanikiwi. Na kwa sababu sasa hawa wameshaokoka, lazima wajitenganishe na lile ya agano kwa kusemea upya ardhi zao, kwa kufuta muunganiko wa ardhi na chale, alama na ardhi, alama na ardhi. Mungu akaweka alama, lakini alama ili Kaini aione kwenye ardhi yake. Kwa ukifikiria kwamba Kaini alikuwa labda analialama limebandikwa kama doa, si kweli. Ni alama ya kiroho inayofanya asifanikiwe kila aendako. Kwa hata alitafuta hata mtu wa kumuoa hayupo. Aliamua kujiua ikashindikana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alisema hivyo juu yake. Leo tutakomba. Lengo la kuomba itagusa hayo maeneo. Lakini zile chale zilizoko kwako, maana yake zimefanyika kuwa zuio. Unapokwenda kwenye ardhi usifanikiwe. Hiyo content ya hiyo andiko. Wewe unaweza kaona chale iko mwilini, kazi yake ni nini? Imekuzuia. Sasa Mungu anataka tutengue, tubatilishe fungamanisho la chale na kwenye maisha yako ya kila siku. Fungamanisho la chale na kwenye maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo hapo tutashughulika leo. Lakini jambo la pili, Mungu anataka nini? Jumapili ijayo nitakufundisha shinda kushindwa kwa kununua shamba, yani ardhi, ili iwe lango lako kiuchumi. Kwa hiyo nitakufundisha Jumapili ijayo kwa nini ununue shamba, kwa nini umiliki ardhi, na maandiko yapo. Kwa nini Mungu anataka umiliki ardhi, na kwa nini Mungu alimweka Adamu amiliki ardhi. Na wewe ni mwana wa Adamu, lazima umiliki ardhi. Lakini kabla ya kumiliki ardhi, inawezekana unamiliki ardhi ambayo hauna sauti. Kile unachokifanya kwako hakiendi kama ulivyotarajia. Utamwambia Mungu juu ya ardhi yako. Hujaiombea, iombee. Umeshaiombea, omba tena. Kuna vitu unataka vimee, kuna vitu unataka vionekane, kuna project unataka imachue kwenye ardhi yako. Lazima uisemee madhabahuni kwanza. Kwa eneo hilo tutaomba na kutolea sadaka ardhi zetu kwa kusemea. Kwa zile alama zilizowekwa, sauti zilizowekwa kwenye ardhi zile, Mungu atazinyamazisha. Lakini usipoambia wanyamaze, hawatanyamaza. Wataendelea kudai visasi, wataendelea kudai malipizi. Unaweza kushangaa umenunua ardhi, kumbe umenunua kisasi. Kwa kama usipojua sauti ya neno, hutajua kusudi la neno. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, kila agano la chale walionifungamanisha na maisha yangu, leo ninafuta. Chale za uganga, chale za uchawi, leo nafuta. Kila agano la kipepo walioliweka kwenye ardhi yangu kupitia chale, walifunga ili nisimiliki, leo ninaita damu yako Yesu, damu ya kunyunyiza inenayo mema. Wewe alama ya kipepo, ya kipepo, ya kipepo, ya kipepo walioweka juu ya uso wangu, walioweka kwenye dole gumba, walioweka kwenye visigino, walioweka kwenye macho, na kufuta, na kufuta, na kufuta. Leo naikataa, leo naikataa, leo naikataa, leo naikataa. Nafuta alama,
nafuta harama, nafuta harama, nafuta harama, nafuta harama. Leo napambana na harama za kichawi, harama ya kichawi waliweka kwenye uso wako, harama ya kipepo. Hiyo harama, hiyo harama, hiyo harama, hiyo harama, pindua, 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 pindua. Hiyo chare inaondoka, inaondoka. Hiyo chare inaondoka, inaondoka, inaondoka. Inua mikono. Hiyo chare, hiyo chare, hiyo chare, hiyo chare uliowekewa, inua mikono, inua mikono kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Na kuhamisha kwenye ardhi, ardhi ya Wapare, ardhi ya Wachaga, ardhi ya Wakaguru, ardhi ya Wajita, ardhi ya Wajaruo, ardhi ya Wahaya, ardhi ya Wahaya. Ulishikiliwa kwenye viti, viti vya Wasukuma, viti vya Wapisukuma, viti vya Wamasai. Ulishikiliwa kwenye ardhi, walikumiliki huko kwa ndengereko. Tunapiga ardhi. Mpe Bwana Yesu makofi ya shangwe. Naam, mtazamaji, kwa muda wote ulikuwa unatazama kipindi cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa, kilicholetwa kwako na mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi wa Christos Assemblies of God CAG. Kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila Alhamis kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 kamili za usiku, na marudio ni Jumamosi saa 9:30 hadi saa 10:30 jioni hapa hapa Channel 10. Mtazamaji, acha nikupe ratiba za ibada. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 6 kamili za mchana, na Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa 12 kamili hadi saa 2 kamili za asubuhi, na ibada ya pili ni saa 2 kamili hadi saa 7 kamili za mchana. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Florian Josephat Katunzi waweza zungumza naye moja kwa moja kupitia namba 0754 36 78 26, 0754 36 78 26, lakini pia 0718 26 7171. Na ibada hizi unaweza kuzifuatilia moja kwa moja kupitia Maranatha TV online. Mimi ni kushukuru sana mtazamaji wa Channel 10 kwa kuungana nami katika kipindi hiki cha Saa ya Ushindi na Kufunguliwa. Asante, barikiwa.